Kasim na mkataba wa utajiri wa kivuli. Palikuwa na kijana maskini sana aliyeitwa Kasim. Aliishi karibu na machimbo ya vyuma chakavu pembezoni mwa kijiji cha Mwangaza. Kila siku alibeba mfuko wake uliotoboka na kuzunguka porini na sokoni, akikusanya vyuma ili aviuze apate pesa ya kununua ugali na chumvi. Watu walimzoea kumwona akiwa mchafu na mwenye njaa, lakini Kasim alikuwa na moyo wa ajabu. Alikuwa mnyenyekevu na hakuwahi kumwonea mtu chuki, hata wale waliomdharau. Siku moja jioni, anga lilipokuwa linabadilika rangi na mawingu meusi yakitanda, Kasim alifika eneo la zamani lililoachwa na watu. Palikuwa kimya sana, hata ndege hawakuimba. Ghafla, ardhi ikatetemeka kidogo. Kasim akasimama, jasho likaanza kumtiririka. Ndipo akasikia sauti tamu lakini nzito ikimwita, Kasim, Kasim, njoo kwangu, uwe wangu, nitakupa utajiri unaozidi hata ndoto zako. Mbele yake moshi mweusi ukajikusanya na kuunda sura ya mwanamke mrefu, mrembo kupita kawaida, lakini miguu yake haikugusa ardhi na macho yake yalikuwa mekundu kama makaa ya moto. Kasim akajua, huyu si wa kawaida, ni jini. Akarudi nyuma polepole, moyo wake ukipiga kama ngoma. Alipojaribu kukimbia, sauti ikacheka, huwezi kunikimbia maskini mdogo. Kwa nguvu zake zote, Kasim akakimbia hadi nyumbani. Alipofungua mlango, akashangaa. Kulikuwa na gunia la pesa, chakula kingi na nguo za kifahari. Ndani ya kichwa chake ile sauti ikarudi, hizi ni zawadi za mwanzo. Kubali uwe wangu na dunia itakuinama. Siku zikapita. Kasim akabadilika. Akaanza kuvaa vizuri, kula vizuri na watu wa kijiji wakaanza kumheshimu. Lakini usiku, usingizi hakumjia. Kila alipopiga macho, alimwona yule jini akisimama pembeni ya kitanda chake, akitabasamu bila kufumba macho. Siku moja, Kasim aliamua kusema, sitaki utajiri wako tena, nataka uhuru wangu. Anga likawa jeusi ghafla, upepo mkali ukavuma, milango ikajifunga kwa nguvu. Jini akatokea, sauti yake sasa ikiwa kama radi. Ulinionja baraka zangu, sasa lazima ulipe. Kasim akaanguka chini, akihisi kama kivuli kinamkaba roho. Kwa pumzi ya mwisho, akaita jina la Mungu kwa sauti ya kilio. Mwanga mkali ukapasua giza, jini akapiga kelele ya kutisha, akageuka kuwa moshi na kutoweka. Asubuhi ilipofika, watu wa kijiji walimkuta Kasim akiwa lala kimya. Uso wake ulikuwa na tabasamu la amani. Mali yote aliyopata ilikuwa imetoweka. Lakini kuanzia siku hiyo, kijiji cha Mwangaza kilibadilika. Wagonjwa wakaanza kupona, mazao yakamea kwa wingi na watu wakasaidiana zaidi kuliko zamani. Wazee wa kijiji wakasema, Kasim alichagua roho yake kuliko mali ya dunia. Na hadi leo, usiku upepo ukivuma karibu na machimbo ya vyuma, watu wanasema wanasikia sauti ikinong'ona, utajiri wa kweli ni amani ya moyo, si dhahabu wala pesa.